Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamee wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19. Tutaanza na siri ya kwanza. Paulo katika Efeso. Ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso. Akakutana na wanafunzi kadhaa wa kadhaa huko, akawauliza, "Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini?" Wakamjibu, "La, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia." Akawauliza, "Basi mlibatizwa kwa ubatizo gani?" Wakasema, "Kwa ubatizo wa Yohana." Paulo akasema, "Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yani Yesu." Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Na jumla yao walipata wanaume 12. Akaingia ndani ya sinagogi, akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi 3, akihojiana na watu na kuwavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. Lakini wengine walikaidi, wakakataa kuamini, wakitukana ile njia mbele ya mkutano. Basi akaondoka akawaacha, akawatenga wanafunzi, akahojiana na watu kila siku katika darasa ya mtu mmoja jina lake Tirano. Mambo haya yakaendelea kwa muda wa miaka 2, hata wote waliokaa Asia wakalisikia neno la Bwana, Wayahudi kwa Wayunani. Nini tunajifunza hapa katika siri hii ya Paulo kunena kwa ujasiri kwa nguvu zote? Jambo la kwanza la kujifunza, kuna aina 2 za ubatizo. Kuna ubatizo wa Yohana Mbatizaji ambao ni wa toba na maji, na kuna ubatizo wa Yesu Kristo ambao ni wa Roho Mtakatifu na moto. Lakini jambo lingine la kujifunza hapa, unaweza ukabatizwa kwa maji mengi, yaani ubatizo wa Yohana, na usiwe na Roho Mtakatifu. Hiyo inawezekana. Shuhuda ni hili andiko la leo. Lakini pia tunasisitizwa ubatizo wa Yesu Kristo wa Roho Mtakatifu una nguvu kuliko, maana unateka fikra, unateka ufahamu wa mtu na kunena ndani yaliyoko katika Roho Mtakatifu yanayotoka makao makuu. Huu ubatizo wa Yesu Kristo ndio wenye nguvu, ndio ulioshinda majaribu yote. Lakini jingine la kujifunza na la mwisho, tunashauriwa tusikate tamaa. Paulo amehubiri watu hawakuamini, akaenda akatenga darasa ndani ya miaka hii, akinena neno hilo hilo, akifundisha ili kuponya roho za watu, na alifanikiwa, kwa sababu Mungu daima ni mkulima hodari ambaye shamba lake analilima na hachoki, na ushindi wake ni mkubwa sana kuliko wa muovu ibilisi Shetani. Maana muovu ibilisi Shetani
ametoka kule, ni muasi, na Mungu ana uwezo wa kumbana sehemu na kumficha na kuficha fikra zake daima zikawa kuzimu milele, kama jinsi ilivyoahidiwa. Kuna mbingu mpya na nchi mpya, na itakuwa ya milele na milele. Hatutakuwa tena na huyo muovu ibilisi shetani, maana atakuwa ameshatupwa jehanamu. Siri ya pili, wana wa Skewa. Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake. Magonjwa yao yakawaondokea. Pepo wachafu wakawatoka. Baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu, wakisema, na wapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Walikuwako wana 7 wa mtu mmoja Sikewa, Myahudi kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akawajibu akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ile, hali wa uchi na kujeruhiwa. Habari hii ikajulikana na Wayahudi wote na Wayunani waliokaa Efeso. Hofu ikawaingia wote, na jina la Bwana Yesu likatukuzwa. Na wengi wa wale walioamini wakaja wakaungama, wakidhihirisha matendo yao. Na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao, wakavichoma moto mbele ya watu wote. Wakafanya hesabu ya thamani yake, wakaona ya kwamba yapata fedha 50,000. Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Nini cha kujifunza hapa katika siri hii ya Paulo kutenda miujiza mpaka watu wengine wakaanza kuiga nguvu zile? Jambo la kwanza, mapepo yana uwezo wa kuona nguvu ya Mungu, maana na menyewe ni maroho, maana roho na roho zinaonana. Mapepo yana uwezo wa kumuona Roho Mtakatifu, maana Roho Mtakatifu ni Mungu, maana yanajua, yanamjua, yanamfahamu. Lakini pia mapepo yanaweza yakamjua kabisa mtu anayemwabudu Mungu kwa roho na kweli, maana yana uono, yanaona. Ndiyo maana kila sehemu Yesu alipoenda, mapepo yalipiga kelele. Kila sehemu alipoenda yaliona, yana uono, yana uwezo wa kumuona mtu anayejaribu, yana uwezo wa kumuona mtu anayefanya ibada kwa kejeli. Hata mimi yanaona nguvu iliyomo, maana hayana mamlaka juu ya Roho Mtakatifu, maana yeye ni moto ulao kote kote, na una uwezo wa kusambaratisha mapepo na kuyatupa kuzimu na kuyaunguza moto na kuyachoma yakateketea, yakanyamaza kimya, yakisubiri mwisho wa hukumu. Ndiyo maana tunapoingia kwa ujasiri kuhubiri injili ya Yesu Kristo, tunapiganiwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anajawa ndani yetu, wala hakuna nguvu ambayo inaweza katuzidi iliyo kinyume na Mungu, maana Mungu ni final say, ndio mwenye nguvu kuliko vyote. Ushuhuda unatushuhudia hapa. Wana wa Skewa walijaribu kutumia nguvu ya Yesu Kristo, kutumia nguvu iliyomo kwa Petro, lakini yale mapepo yakawaona jinsi walivyo wanafiki, yakawalukia, yakawararua, yakawashinda kudhihirisha. Yanaona hata ile power iliyomo ndani yako, yana uwezo wa kukupiga kama hauna power. Kingine cha ziada, nini fundisho la mapepo kuona hiki? Mapepo mpaka sasa hivi yanaomba mtu apatikane anayeabudu kwa roho na kweli, maana yameshahukumiwa. Yanaomba msamaha na imeshindikana. Yapate mtu mjasiri wa kuyaombea neema na baraka na kuondolewa dhambi, yapate wokovu, maana yalishahukumiwa. Bado yanaheshimu mamlaka ya Mungu iliyowekwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
pengine yanaweza yakapata neema na baraka na kusamehewa ili yarejee katika hali ya utakatifu. Kwa hiyo tunapomwalika Roho Mtakatifu katika maisha yetu, tumwalike kwa ujazo, lakini tusiache kulisoma neno la Mungu na kuijua kweli na kuiweka kweli kwa watu ili wapate kuokolewa kwa roho na kweli na kudumu katika fundisho la kweli. Roho Mtakatifu ni ubatizo wa Yesu na unaenda kwa maji na hata pasipo maji. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni yule yule jana, leo, hata milele. Siri ya tatu, ghasia katika Efeso. Mambo hayo yalipokwisha kumalizika, Paulo akaazimu rohoni mwake, akiisha kupita katika Makedonia na Akaya, aende Yerusalemu, akisema, baada ya kuwako huko yanipasa kuona na Rumi pia. Akatuma watu wawili miongoni mwa wale waliomtumikia kwenda Makedonia, nao ni Timotheo na Erasto. Yeye mwenyewe akakaa katika Asia kitambo. Wakati huo kukatukia ghasia si haba katika habari ya njia ile, kwa maana mtu mmoja jina lake Demetrio, mfua fedha, aliyekuwa akifanya vihekalu vya fedha vya Artemi, alikuwa akiwapatia mafundi faida nyingi. Akawakusanya hao pamoja na wengine wenye kazi ile ile, akasema, enyi wanaume, mnajua ya kuwa utajiri wetu hutoka katika kazi hii? Tena mnaona na kusikia ya kwamba si katika Efeso tu, bali katika Asia yote Paulo huyo ameshawishi watu wengi na kuwageuza nia zao, akisema ya kwamba hiyo inayofanywa kwa mikono sio miungu. Si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudharauliwa tu, bali na hekalu la Mungu mke aliye mkuu Artemi kuhesabiwa si kitu na kuondolewa utukufu wake, ambaye Asia yote pia na ulimwengu wote humwabudu. Waliposikia haya wakajaa ghadhabu, wakapiga kelele wakisema, Artemi wa Waefeso ni mkuu. Mji wote ukajaa ghasia, wakaenda mbio wakaingia mahali pa michezo kwa nia moja, wakiisha kuwakamata Gayo na Aristarko, watu wa Makedonia waliosafiri pamoja na Paulo. Na Paulo alipotaka kuingia kati ya watu, wanafunzi hawakumwacha aingie. Na baadhi ya wakuu wa Asia walio rafiki zake wakatuma watu kwake, wakimsihi asijihuzurishe nafsi yake ndani ya mahali pa michezo. Basi wengine walikuwa wakilia hivi na wengine hivi, kwa maana ule mkutano ulikuwa umechafuka, na wengi wao hawakuijua sababu ya kukusanyika kwao pamoja. Wakamtoa Iskanda katika mkutano wa Wayahudi, wakimweka mbele ya watu. Iskanda akawapungia mkono akitaka kujitetea mbele ya wale watu, lakini walipotambua ya kuwa yeye ni Myahudi, wakapiga kelele wote pia kwa sauti moja kwa muda wa kama saa 2, wakisema, Artemi wa Efeso ni mkuu. Na karani wa mji alipokwisha kuwatuliza watu, akasema, na enyi wanaume wa Efeso, ni mtu gani asiyejua ya kuwa mji wa Efeso ni mtunzaji wa hekalu la Artemi aliye mkuu, na kitu kile kilichoanguka kutoka mbinguni? Basi kwa kuwa mambo haya hayawezi kukanushwa, imewapasa kutulia, msifanye neno la haraka, kwa maana mmewaleta watu hawa wasioiba vitu vya hekalu wala kumtukana Mungu mke wenu. Basi ikiwa Demetrio na mafundi walio pamoja naye wana neno juu ya mtu, baraza ziko na maliwali wako na washtakiane. Bali mkutafuta neno lolote katika mambo mengine, yatatengenezwa katika kusanyiko lililo halali. Kwa maana tuna hatari ya kushtakiwa kwa ajili ya matata haya ya leo, ambayo hayana sababu, na katika neno hili hatutaweza kujizuru kwa mkutano huu. Alipokwisha kusema hayo, akavunja mkutano. Nini cha kujifunza hiki hapa? Efeso ilikuwa inaabudu Mungu mke Artemi kama jinsi wachache walioko katika jiji la Mwanza wanaomwabudu Mungu mke Zumaridi. Maana yake ni nini?
Shetani ni yule yule aliyekuwa kipindi kile zaidi ya miaka 2000, anayejaribu kuonyesha nguvu zake na kujaribu kuzima nuru ya Yesu Kristo iliyo na mwanga mkali zaidi hata ya mwanga wa jua. Kwa hiyo tunafundishwa ni nini? Nuru ya Yesu, nuru ya Mungu, nuru ya Yesu haijawahi kushindwa na jambo lolote. Tunachoshuhudiwa hapa, nguvu zote za giza, miungu yote ya giza iko chini ya Mungu, iko chini ya ufalme wa Yesu. Ana uwezo wa kuifinya na kuifunga ikatulia. Kwa hiyo Mungu, Yesu ni Mungu, ndiye anayepaswa kuabudiwa, ndiye anayepaswa kuhubiriwa kwa nguvu na juhudi zote, ili watu wapate kupona, kuliko kupotezwa na miungu ya kibinadamu inayonena kuzima nuru ya Yesu iliyoachiliwa zaidi ya miaka 2000 mpaka sasa, ili watu wapate kupona. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.